Iran ni kiboko kwelikweli, na kwa sasa rais wa taifa la Marekani Donald Trump anaishi kwa tahadhari kubwa sana. Ipo ripoti iliyotolewa inayodai kwamba Trump amebadilisha ndege kwa siri nchini Uturuki kutokana na tishio la Iran. Vyanzo vya habari vya nchini Marekani vimeripoti kuwa Rais Donald Trump wa nchi hiyo mwezi uliopita alibadilisha kwa siri ndege ya Air Force One na kutumia ndege ndogo ya kijeshi ya Marekani baada ya kuondoka kwenye mkutano wa kilele wa muungano wa kijeshi wa nchi za Magharibi NATO mjini Ankara, Uturuki, katika operation iliyoripotiwa kuchochewa na tishio la Iran. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Jumatatu na gazeti la The Washington Post, awali Trump alipanda ndege ya Air Force One ya modeli ya zamani mjini Ankara, Uturuki, mbele ya kamera za Marekani na television, huku waandishi wa habari na baadhi ya wafanyakazi wa ikulu White House wakiamini kuwa angesafiri kwa ndege hiyo hadi kwenye kituo cha Royal Air Force One Mildenhall nchini Uingereza. Gazeti la The Washington Post imebainisha haya kwa mujibu wa afisa wa Marekani anayefahamu operesheni hiyo na mtu mwingine mwenye taarifa kuhusu safari za Trump. Hata hivyo, dakika chache baada ya kupanda ndege ya Air Force One, Trump na wasaidizi wake kadhaa walihamishiwa kwenye ndege ndogo zaidi ya Air Force C-32A wakitumia gari la kubebea chakula na mahitaji mengine ya ndege, imeongeza taarifa ya The Washington Post. Waandishi wa habari ambao waliamini kuwa wanasafiri pamoja na Trump waliagizwa kushusha vifuniko vya madirisha yao na ndege kupaa, kisha Trump akasafiri hadi Mildenhall kwa kutumia ndege ya aina ya C-32A. Operesheni hiyo ilifanyika wakati vikosi vya majeshi ya Marekani vilipokuwa vikifanya mashambulizi makubwa ya kichokozi dhidi ya Iran. Hii ni kiashirio cha kwamba taifa ambalo lilikuwa linaonekana ngangari sasa limeanza kupata mashaka. Vilevile, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf amewapongeza makamanda na maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa jeshi walioteuliwa kushika nyadhifa muhimu za kijeshi. Katika ujumbe wake, Kalibaf amempongeza Meja Jenerali Ali Abdullahi kwa kuteuliwa kuwa mkuu wa majeshi ya Iran na kusifu nafasi mchango wa Abdullahi katika mashambulizi ya karibuni ya Marekani na Israeli, na kusema utendaji wake ulidhihirisha nguvu ya vikosi vya ulinzi vya Iran. Ninakupongeza kwa dhati kwa uteuzi wako na ustahiki uliofanywa na amiri jeshi mkuu na wa kiongozi makao makuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ameeleza Kalibaf. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran ametaja wadhifa wa mkuu wa majeshi kuwa ni jukumu kubwa na la kistratejia, na kueleza kuwa Jenerali Abdullahi atafuata nyayo za makamanda waliomtangulia, wakiwemo Shahidi Meja Jenerali Mohammad Bagher na Shahidi Meja Jenerali Amir al-Hazijidzadeh, ambao walisabilia maisha yao kulinda uhuru na maslahi ya taifa la Iran. Kalibaf pia alimpongeza Meja Jenerali Ahmed Vahid kwa kuteuliwa kuwa kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. IRGC imethibitisha kuwa ni nguzo imara na ya kutegemewa kwa wananchi wa utukufu wa Iran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu iliwajibika kama nguzo kutegemewa kwa ajili ya kulinda mamlaka ya kujitawala na kuunga mkono nguvu ya taifa chini ya uongozi wa Jenerali Vahidi katika vita vya hivi karibuni, ameongeza kusema spika wa bunge la Iran. Mohammad Bagher Kalibaf amepongeza pia Brigedia Jenerali Yilmaz Haidar aliyeteuliwa kuwa naibu mkuu wa majeshi ya Iran, na kuwapongeza pia makamanda wengine walioteuliwa na Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, kushika nyadhifa za juu za kijeshi. Vilevile, Joe Kent, afisa wa zamani katika utawala wa Trump, amekiri kuwa madai kuhusu Iran kutengeneza silaha za nyuklia ni mbinu ya kipropaganda tu iliyotumika kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Joe Kent, aliyekuwa mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi katika utawala wa Trump, ameashiria kauli za uongo ya Trump kwamba Iran ilikuwa inakaribia kutengeneza silaha za nyuklia, na kusisitiza kuwa madai hayo hayakuwa chochote isipokuwa kisingizio cha propaganda kwa ajili ya kuanzisha shambulio la kijeshi la pamoja la Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Kent, ambaye mwenyewe ni afisa mwandamizi wa usalama katika utawala wa Trump na mkongwe wa kikosi maalum cha Marekani, amejibu kupitia mtandao wa X madai ya rais wa Marekani kwamba Iran ilikuwa imesalia na muda wa wiki 2 hadi 4 kabla ya kutengeneza silaha za nyuklia. Amesisitiza kwamba Iran haikuwa inatuma magaidi Marekani wala kutengeneza silaha za nyuklia. Dhana kwamba Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia ili kutushambulia ni sawa na madai ya zama za Bush kuhusu Iraq, mkakati wa propaganda tu. Akibainisha kuwa licha ukweli huu wote, lakini leo tunashuhudia madai hayo yakitumika kuhalalisha vita vya kichokozi vya Marekani dhidi ya Iran. Amesisitiza kuwa Washington ina fursa ya kujifunza kutokana na historia hivi karibuni, ambapo badala ya kuingiza
wanajeshi wa Marekani katika hatua nyingine ya uchokozi yenye umwagaji damu na isiyo na lengo maalum inapaswa kutumia fursa hii kujiepusha na vita vya namna hiyo. Ufichuzi wa Joe Kent kuhusu madai yasiyo na msingi ya Trump una vipengele kadhaa. Kwanza, maudhui ya ufichuzi huu yanaendana na msimamo wa pamoja wa jamii ya intelijensia ya Marekani. Kent amefichua kuwa kabla ya vita hivyo, jamii ya intelijensia ya Marekani ikiwemo CIA ilikuwa na mtazamo wa pamoja kwamba Iran haikuwa ikitengeneza silaha za nyuklia. Amesema mojawapo ya mambo ya kusikitisha kuhusu vita hivi ni kwamba kabla ya kuanza kwake, mashirika ya kijasusi ya Marekani ilikuwa na msimamo wa pamoja kwamba Iran haikuwa ikitengeneza silaha za nyuklia. Kauli hizi zinaonyesha kuwa mfumo wa kijasusi wa Marekani haukushindwa tu kuthibitisha madai ya kuwepo tishio la karibu la nyuklia, bali ulipinga vikali madai hayo. Sababu ya pili katika muktadha huu ni kuwepo kwa fatwa ya kidini inayopinga silaha za nyuklia. Kenneth alitaja mojawapo ya sababu zilizoandikwa na kufafanuliwa kwa uwazi mkubwa zinazoelezea upinzani wa Iran dhidi ya silaha za nyuklia, na kusema fatwa iliyotolewa na Ayatollah Khamenei, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu, ilitangaza wazi kuwa utengenezaji na matumizi ya silaha za maangamizi ya umati ni haramu tangu mwaka 2004. Amesisitiza kuwa hatakuwa na taarifa zozote za kijasusi zilizoashiria kuwa fatwa hiyo ilikuwa imevunjwa au ilikuwa karibu kufutiliwa mbali. Suala la tatu katika muktadha huu ni utawala wa Kizayuni katika mchakato wa kuchukuliwa maamuzi wa serikali ya Trump kuhusu shambulio dhidi ya Iran. Kent amesema waziwazi kwamba utawala wa Kizayuni ndio uliosukuma uamuzi wa kuanzisha vita hivi, kwa kuwa Marekani iliingia katika mzozo huo kutokana na mashinikizo ya lobi za Kizayuni. Katika barua yake ya kujiuzulu, Kent aliandika, "Ni wazi tulianzisha vita kutokana na mashinikizo ya Israeli na makundi yake ya ushawishi nchini Marekani." Kauli hizi zinafichua pande mpya za ushawishi wa kigeni katika maamuzi ya kimkakati ya Marekani. Mambo yaliyofichuliwa na Joe Kent yana tahadhari kadhaa. Kwanza, yamedhoofisha uhalali wa maelezo rasmi yanayotolewa na White House, zikitoka kwa afisa wa ngazi ya juu zaidi kwa kujiuzulu kutokana na suala la vita dhidi ya Iran. Zimetoa changamoto kubwa kwa maelezo rasmi ya serikali ya Trump. Amesisitiza kuwa Iran haikuwa tishio lililokuwa karibu kutokea kwa Marekani. Hili linakinzana na hoja ya Trump ya kuhalalisha vita hivi kama hatua ya kuwalinda wananchi wa Marekani dhidi ya vitisho vilivyokuwa karibu kutokea kutoka kwa utawala wa Iran. Sura ya pili ni kufanana madai yaliyotolewa kuhusiana na vita vya Iran na hali iliyojitokeza wakati wa vita vya Iraq. Kent amelinganisha waziwazi madai ya Trump na madai ya uongo ya utawala George W. Bush kuhusu silaha za maangamizi ya umati nchini Iraq. Ameonya kuwa vita vya Iraq vilisababisha vifo vya takriban wanajeshi 5,000 wa Marekani, vikaacha maelfu wengine wakiwa vilema na kugharimu zaidi ya dola trilioni 3, huku akitahadharisha dhidi ya kujirudia kwa hali hiyo hiyo yenye madhara makubwa. Suala la tatu ni kupungua kwa imani ya umma kwa mashirika ya kijasusi ya Marekani. Kufichuliwa ukweli kwamba jamii ya intelijensia ilipinga hadharani mtazamo wa rais umeathiri vibaya sana itibari na uaminifu wa taasisi za intelijensia za Marekani pamoja na mchakato wa kufanya maamuzi nchini humo. Kent amesisitiza kuwa baadhi ya watu muhimu wanaohusika na kufanya maamuzi hawakuruhusiwa kutoa maoni yao kwa rais, na kwamba hakukuwa na mjadala wa kina kabla ya kufanyika mashambulizi hayo. Sababu ya 4 ni kuongezeka mvutano wa kisiasa ndani ya Marekani. Kujiuzulu kwa Kent, hatua iliyofuatiliwa sana kitaifa na kimataifa, na ufichuzi uliofuatia vilionyesha wazi migawanyiko mikubwa iliyopo miongoni mwa washirika wa Trump. Pamoja na hayo, White House ilitupilia mbali madai hayo kwa kuyaita matamshi ya chuki dhidi ya Mayahudi, huku Trump akimwelezea imara katika masuala ya usalama. Aidha, FBI ilianzisha uchunguzi dhidi ya Kent kwa tuhuma bandia za kuvujisha taarifa za siri. Ni wazi kuwa kauli za Joe Kent zinafichua pande fiche za mchakato wa maamuzi kuhusu vita vya kichokozi vya Marekani dhidi ya Iran. Kwa kuashiria makubaliano ya jamii ya intelijensia, fatwa ya kidini ya Iran na kutokuwepo kwa tishio lolote la karibu, ameonyesha kuwa swala la nyuklia ilikuwa kisingizio tu cha propaganda kinachotumiwa kwa ajili ya kuanzisha vita vya tatu vya kulazimishwa dhidi ya Iran. Ufichuzi huu haudhoofishi tu simulizi rasmi ya White House, bali pia unatahadharisha kuhusu matokeo yenye maafa yanayofanana na vita vya Iraq yanayoweza kutokea dhidi ya Marekani, jambo linaloweza kuwa na tahadhari kubwa hasi kwa imani ya umma kuhusu mashirika ya intelijensia ya Marekani na maamuzi ya kimkakati ya nchi hiyo katika siku zijazo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Baba ya Kivita.